ni mfuatiliaji mkubwa sana wa Sheikh Nuruddin Kishki na nampenda sana kutoka ndani ya moyo wangu. Maneno na bahati nzuri leo kazungumzia khilafu. Sasa nataka leo nimuulize shehe mwenyewe yuko hapa ili atupe jibu, kwa sababu tunasikia yeye ndo bingwa wa khilafu hapa katika jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo atupe jibu kama ili liko sahihi au sio sahihi. Naam, sasa tunakaribisha maswali matatu. Masahaba waliuliza maswali mangapi kwa mujibu wa Qur'an? Mangapi? 10 sasa. Mnataka kuuliza mangapi? Kwa hiyo maswali matatu inshallah. La kwanza, la pili, la tatu. Naam, tunaanza. Allahu akbar. Mikono mitatu. Haya, Sheikh. Zangu swali langu nilikuwa nataka kumuuliza Sheikh, kutokana na mifano mingi ambayo tumeipata kutokana kwa masahaba mpaka wanawachuoni, tulikuwa tunataka tupe hali njia ambayo imeenea sasa hivi, watu wanatengana, watu wanakasirikiana, watu wakusalimiana sababu ya picha hizi photograph ambazo tunapiga, ambazo watu wengi wanaweka profiles, au hii mihadhara ambayo inarekodiwa. Hebu Sheikh tufahamishe kwa mujibu wa masahaba mpaka wanachuoni, wao walitumia njia gani mpaka akawa walikubaliana. Asalamu alaykum. Salamu, asante sana, swali zuri sana. Na swali la pili. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu, ni mfuatiliaji mkubwa sana wa Sheikh Nuruddin Kishki na nampenda sana kutoka ndani ya moyo wangu. Lakini kuna maneno na bahati nzuri leo kazungumzia khilafu, adabu khilafu. Sasa nataka leo nimuulize shehe mwenyewe yuko hapa ili atupe jibu, kwa sababu tunasikia yeye ndo bingwa wa khilafu hapa katika jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo atupe jibu kama ili liko sahihi au sio sahihi. Kwa jina naitwa Saadi Ali Mbaraka. Asante sana bwana Saadi Ali Mbaraka. Naam, Sheikh, ili kuokoa muda naomba muulizaji aulize swali moja kwa moja. Sawa? Asianze utangulizi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Sawa. Swali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mimi napenda kumuuliza Sheikh kwamba tunafahamu fika kwamba Uislamu ni dini ambayo imekamilika, haina tofauti yoyote, yani kwamba hakuna mashaka ndani yake. Sasa hizi ikhtilafu zinatokea wapi? Na vile vile napenda kujua kwamba nini suluhisho la ikhtilafu katika zama hizi za sasa hivi, kwa sababu tukisema tuachane ile hali inajulikana kwamba hii ni ikhtilafu, au vipi sisi katika zama hizi tutafahamu kwamba hii ni ikhtilafu, hii sio ikhtilafu? Kwa sababu wenzetu kule tunaona walirejea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Qur'an. Sasa hizi zama hizi ikhtilafu zinazani zinakuwa nyingi sana. Sasa sijui suluhisho itakuwa ni nini? Naam. Sheikh Lofa. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Na swali mawili. Moja. Basi sawa. Sheikh amezungumzia tofauti nyingi, lakini kwa hapa tulipo mimi na wengine tukifika baadhi ya misikiti, ukisoma surati al-Fatiha imamu, kuna watu wanaitikia amin na wengine wananyamaza. Kuna wengine wanafunga swala, kuna wengine hawafungi ile hivi. Na wengine wananingiza mikono, mwingine anatoa shahada lakini mwingine hatoi. Alafu anatoa salamu moja basi ya huku ila assalamu alaykum wa rahmatullahi, basi ndio swali langu. Tunaambia tuvumiliane. Swali jingine. Naam. Nataka nimalize huku. Nataka nimalize baada nije huku. Haya. Jamani, mimi ndio mwenyekiti hapa. Tuvumiliane. Ikhtilafu hizo.
Haya, Saidi Mtabora, swali moja tu. Maki ukimpa swali moja umempunja huyu. Basi itoshe moja, lakini nilikuwa na maswali matano. Moja. Mimi nauliza swali kwa shekhe, nikiwa uani bahati mbaya anajisaidia kazungumza swala la umma kuikhtilafiana makundi 73. Kundi moja ndio litakuwa limepata nusra. Hapa ndugu zangu wakati wanavaa sijui testika sijui nini, kumekuwa kuna makundi tofauti takriban 4, japo moja sikuliona la Shia na lenyewe ni kundi kubwa duniani, nilitamani kuliona. Sasa nitaka kujua kwa ikhtilafu hizi umma wote au tofauti zote zitakuwa ziko sawa sawa, au kuna kundi ambalo ndio la kusudiwa kurandana na yale mafundisho ya Mtume SAW litakalonusulika katika makundi 73. Jazakallah. Haya, namaliza bado watu wawili hapa. Huyu na huyu basi. Naam. Sawa sawa kwa maana kuwa wale walipoختلفiana wote katika haki pamoja na kutofautiana. Assalamu alaikum. Alhamdulillah wa ba'd. Naamshe na swali langu moja hapa kwamba ingawa jamada nimeikutia nje, lakini kuna point hapa umezungumzia mambo ya ikhtilaf. Nimeikuta ikhtilaf imekaa hapa ya kuhusu kunuti. Sasa na katika maelezo ya Mwenyezi Mungu anasema kwamba mkikhtilafiana turudi kwenye kitabu na sunna. Sasa hii ikhtilafu ya kunuti, je, Mtume Muhammad tukiangalia silsila yake ya swala zake akiwa hai hivi, je, aliwahi kuifanya siku moja katika swala zake za alfajiri au ilikuweje? Yani hapo kidogo naomba utueleze inshallah. Sasa mtu wa mwisho upande huu. Naam Sheikh. Muda unakwenda. Uliza swali bila salamu alaykum. Moja kwa moja tu. Mimi na swali moja. Sheikh amesema kwamba wakati Mtume yupo hai, kwenye Qur'an tumeambiwa kwamba maswahaba walikuja na maswali kwa Mtume, maswali 13. Maswali kwa sio mengi kwa sababu Mtume alikuwa yuko hai na walikuwa wanarejea pale kwa Mtume haraka sana. Baada ya Mtume kuondoka, maswahaba walitofautiana. Kwa mfano alisema, mfano kwanza watu ni kati ya Umari na Abdullah bin Mas'ud, kwenye kwamba huyu anarukua anafanya anashika hapo, mwingine hashiki hapa. Je, baada ya Mtume kuwa hayupo, palikuwa na ugumu gani hawa maswahaba baada kutofautiana wasirejee kwenye Qur'ani ambayo Mtume ameiacha na hadithi za Mtume ambazo walikuwa nazo live wanazo muda huo Mtume alipokuwa yuko hai? Sheikh kafuatilia darasa vizuri sana. Haya, tunakuja katikati hapa. Watu wa kulia tayari tumeshamaliza katikati hapa. Haya, tunaanza Sheikh. Kaa kwanza. Mimi swali langu niko nasema kwamba katika ikhtilafu zilizopatikana ya kuhusiana na kusoma khitma. Sasa hii khitma, je, ilishawahi kutokea enzi za Mtume na masahaba, au Mtume alisoma khitma au masahaba walisoma, washawahi kusoma khitma? Na wakala ubwabwa. Malizia. Haya, katikati hapa. Naam, Sheikh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kwanza kabla yote mimi ni kipenzi sana cha shekhe, kwa sababu hata katika simu yangu nimeweka mlio wake. Sasa mimi nilikuwa nataka niulize kitu kimoja. Hivi kama ikitokea, kwa sababu shekhe amesema kuna hitirafu kati ya wanaosema labda hitima ipo na wanaosema labda hitima haipo. Sasa je, ukienda katika yani ukiungana na wale wanaenda katika hitima ni vizuri au ni vibaya? Haya. Swali tutakuwa tumemaliza hapa. Naam, Sheikh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, mimi swali langu, zama zile za Mtume, baada ya kufariki Mtume, wale maswahaba waliweza kuwa wanahitilafiana. Sasa swali langu ni kwamba walipokuwa wakihitilafiana, haikutokea kati ya wale maswahaba mmoja akakubaliana na mwenzie kwamba bwana, kutokana na hili ambalo ulilolizungumza mimi nakubaliana na wewe, ili la kwangu mimi naliacha? Swali langu ni hilo. Swali zuri sana. Naam Sheikh, mtu wa mwisho katika watu hapa katikati.
Assalamu alaikum warahmatullah. Swali langu ni hili. Je, shehe, kutokana na misikiti ya jamii yetu watu wengi wanahitilafu, wanashaka na maimamu zetu. Kwa mfano imamu ana kunuti, pengine maamuma hataki kunuti, akajenga shaka naye. Je, atapata daraja ya jamaa ile au itakuwa na swali tu kama swali kawaida? Naam, haya upande wa kushoto. Haya, Samata, tunaanza Samata, muadhin Bilal. Tunaanza na Bilal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Mimi swali langu au maelezo yangu kufuatana na muhadhara wetu kuanzia mwanzo siku ile na hivi leo, kitu nasema kwamba hivi namna gani tutaweza kufanya sisi Waislamu ili tuweze kuwa pamoja kuzimaliza hizi hitilafu. Asante sana Sheikh Samata. Naam, mpaka umeandika. Mimi swali langu binafsi nakubali kama Sheikh Kishki amefanya munakasha na baadhi ya mashekhi, na tumeona mfano hai nani Imam Shafi na Abi Musa. Mwisho wa munakasha wao hawakubaliana, lakini wakakumbatiana. Je, Sheikh Kishki, kuna mashekhi ambao wamefanya nao munakasha, je mwisho wa munakasha wao wamekumbatiana? Sawa sawa. Naam, huko tena. Naam Sheikh. Wewe kaa vizuri Sheikh. Vipi? Moja kwa moja kwenye mada, usio muda ushakwenda. Sheikh alizungumzia kuhusiana na itilafu nyingi tu. Sasa hatutaweza kuzielezea kwa sababu ya muda. Mimi nimekuja moja kwa moja kwenye itilafu ya watu walitilafiana kwa swala gani ambalo la kwanza lilianza kuumbwa. Kwanza kalamu, afu pili akasema arshi, ya tatu akasema maji. Sasa sisi nataka tujue au mimi nataka nijue kwamba ni kitu gani ambacho kilichoanza kuumbwa. Salamu alaykum. Haya. Naam, Sheikh Suleiman Sultani. Hapa bado watu wangapi? 1 2 3. Haya. Sheikh ametuambia kuwa msimamo wa Imam Shafi ulikuwa kufanya yani manake kuhusiana na swala la khitma, ilikuwa manake anapinga moja kwa moja. Na alhamdulillah katika East Africa hii watu wengi wanamfuata Imam Shafi. Sasa na wengi wanasoma khitma. Sasa hawa waliosoma khitma wanamfuata Imam Shafi au wanamfuata Imam gani? Asante sana Sheikh Suleiman. Naam, swali Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumesikiliza mazungumzo ya Sheikh, ametuzungumzia kuhusiana na vita baina ya Muawiya na Ali. Je, katika vile vita viliitwaje? Vilipewa jina gani? Na nani alikuwa sahihi katika vile vita? Asante sana. Naam, Sheikh. Yabda anabu shay'a hada. Naam, alhamdulillah, amma baad. Swali langu kwa shehe kwamba kutokana na mada husika inaonyesha kwamba inatakikana Waislamu tuwe kitu kimoja. Swali langu, Muislamu ambaye ana mpinga mtume au anapinga maswahaba, je, huyu nitamfanya kuwa ni ndugu yangu au inakuwaje? Kwa mfano anawatukana maswahaba. Sawa. Nadhani naam. Oho, naam. Swali la 19 hili. 19. Haya. Shekhe, wakati unazungumza ulisema msimamo wa Imam Shafi katika swala la kunuti kwake ni sunna muakkada. Sasa tukirudi katika ile aya uliyosema kwamba hazungumzi mtume isipokuwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na asili ya sunna ima itakuwa ni matendo ama ni maneno ya mtume. Sasa swali langu, je, haya maneno ama matendo ya mtume ikiwa ni wahi, ni upi hukumu ya yule ambaye anakataa wahi? Ina maana sisi ambao tunafuata kunuti tuko katika sunna, na yule ambaye anakataa sunna ina maana anakataa maneno ya mtume, na kama anakataa maneno ya mtume ina maana anakataa nini? Maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa shekhe, ni kwenda kanifahamu hukumu ya yule ambaye anakataa wahi ikiwa maneno ya mtume ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Asalamu alaykum. Swali langu
Sheikh atutajia maimamu wengi. Sasa endapo muumini atakuwa afati maimamu wote wanne, itakuwa yuko katika upande gani? Anamfuata nani wakati huo? Ana swali tu kama alivyokuwa kiswali hivi hivi. Haya Sheikh. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi swali langu nilikuwa nimenyamaza kwa sababu kuna mtu kauliza hapa, nikaona kama linashabisha lakini kaona sikulizika. Mimi swali langu ni kwamba Sheikh, alhamdulillah mashallah, mada yake nzuri ya kuunga. Lakini sasa nimepata clip mtu kanirushia na nasikia maneno kwamba yeye anakufurisha watu Waislamu wenzake. Vipi hapo? Tukubaliane kwa maswali tumemaliza. Na sasa ni saa 2 kamili Ni dakika 5. Haya. Mnaonaje tufanye siku maalum ya kujibu ya maswali? Kwa hiyo mnasemaje? Leo. Mko tayari mpaka saa 4 usiku? Masha. Tumetofautiana mimi na nyinyi. Haya, Sheikh anajibu maswali. Haya. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa namna nilivyoyaandika, bila shaka maandishi haraka yanawezekana nikashindwa kusoma baadhi ya maandishi yangu. Kwa hivyo Sheikh atanikumbusha maswali ambayo nitakuwa nimeandika vibaya nikashindwa kuyasoma. Swali la kwanza, tumepata kujua ikhtilafu mbalimbali tokea zama za masahaba na maimamu na maulama mpaka hivi leo. Unasemaje juu ya suala zima la upigaji wa picha? Katika ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna hadithi chungu nzima zimekuja ikizungumzia masala ya picha. Takriban hadithi zote hizo ni sahihi. Lakini ili uweze kuelewa aya ya Qur'ani au hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la budda an tasta'ina bil ulamai, lazima uwatake msaada wanawachuoni wafanyeje, wakufafanulie hadithi ile au aya ile. Hakuna mwenye uwezo katika sisi ya kuelewa aya ya Qur'ani yeye kama yeye, pasina kutegemea wanawachuoni wametafsiri vipi au pasina kutegemea masahaba wametafsiri vipi. Kuhusiana na suala zima la picha hizi zilizopo katika zama zetu, still picture, moving camera, hazikuwepo zama za Mtume wala masahaba wala maimamu wanne wala maimamu wengine. Ni mambo ambayo yamezuka hivi karibuni. Kwa hivyo moving camera, still picture kuzikuta katika vitabu vya wanawachuoni wa zamani ni ngumu. Ila wanawachuoni wa sasa wameikhtilafiana juu ya masala mazima ya picha. Wamegawanya picha katika sehemu 4. Picha 2 wamekubaliana kabisa kuwa haramu, na picha 2 wameikhtilafiana kuwa yafaa au haifai. Kundi linasema hata hizi 2 pia hazifai, na kundi linasema hizi 2 zinafaa. Picha ambazo wamekubaliana kabisa kuwa hazifai ni picha za kuchonga na picha za kuchora. Na wakasema hadithi zote za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazoonyesha ubaya wa picha, bila ya shaka Mtume hakuyasema hayo mpaka baada ya kuona aina za picha fulani. Mnasemaje? Sasa moving camera ilikuwepo zama za Mtume, still picture ilikuwepo zama za Mtume,
wakasema mtume alikuwa akikusudia picha ambazo alikuwa akiziona mbele ya macho yake, nazo ni picha za kuchonga, masanamu yanachongwa na picha za kuchora. Wakaja kuikhtilafiana juu ya aina mbili za picha, video kamera na still picha. Wako waliosema hata hizo pia hazifai. Hakuna haja ya kurekodi darsa, mihadhara, vitu mbalimbali vya kheri kwa kutumia kamera, kaseti, audio, CD ya kusikiliza yatosha. Kundi lingine likasema hapana. Nini kiini cha sababu? Nini hikma ya mtume kukataza picha? Maana kila kitu kilichokatazwa lazima kitakuwa kina sababu. Sababu imekuja katika hadithi, yudahiuna khalqa Allahi, hao wapigaji wa picha ambao mtume anasema watakwenda motoni, wataadhibiwa kwa kila picha walioitengeneza kwa sababu ya kutaka kujifananisha na maumbaji ya Allah. Sawa? Katika wanawachuoni wa Kisuudia ambaye yeye anakataa katu ya kuwa picha hizi sio alizokusudia mtume, video na still picha, ni Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin katika vitabu vyake mbalimbali ikiwemo na Ash-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni' juzu ya 2. Yeye anasema picha ya kuchora na ya kuchonga ndiyo huko kujaribu kujifananisha na Allah. Unaweka jicho kama Allah alivyoweka jicho, unaweka sikio kama Allah alivyoweka sikio. Ama hii ya kupiga, hakuna kilichoongezeka katika maumbile ya mja yule, ni vile vile alivyoumbwa na Mola wake. Sawa? Akasema hiyo ni sawa na mtu kajiangalia kwenye kioo. Ukijiangalia kwenye kioo unaona nini? Utasema wallahi huyu kama mimi bwana, haise kweli mzungu kiboko. Utasema hivyo? Unajiona wewe. Je, still picture uliopigwa au ukajipiga ukiletewa utasema hata hivyo bwana huyu hodari kajitahidi kunifananisha? Utasema hivyo? Utasemaje? Ni mimi, au sio? Ama yule aliyekuchora akakuletea, bila shaka kusema bwana kajitahidi bwana, au sio? Kwa hiyo Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin msimamo wake, still picture, video camera si haramu, inategemea na matumizi yake. Akasema hiyo ni sawa na mtu aandike barua kisha aende akatoe kopi ile, utasema maandishi yangu au ya kompyuta? Ya nani? Ya kwako. Picha ile uliopigwa ndani yake ukatokea wewe, utakuwa wewe ni wa mchoraji au wa Mungu, wa Allah? Ni wa mchoraji au wa Allah? Wa Allah, au sio? Namshukuru Allah katika mambo niliyoyasoma nukta kwa nukta ni masuala ya picha, na nina bahthi inafikia hapa karatasi zaidi ya 500 ambazo kiuhakika kabisa siwezi kujifakharisha nikasema nimefanya mimi. Amefanya mwalimu wangu, mkubwa wangu, kaka yangu Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdal, Allah amhifadhi na amweke yeye na mashekhi na wanawachuoni wote wa Kiislamu. Zaidi ya karatasi 500 kuanzia hadithi zote, tafsiri zake, akwali zake na wanawachuoni namna walivyopita. Naeleweka Waislamu? Kwa hivyo msimamo ni kwamba kila picha yenye faida katika dini ni sawa. Picha zisizokuwa na faida katika dini sio sawa. Na warejesha katika maimamu ambao ni wakali katika masala ya picha, Sheikh Muhammad ibn Salih, Muhammad ibn Nasir ad-Din, Muhammad Nasir ad-Din al-Albani. Na mara nyingi nasikika hata mimi nikitaja sana mashekhe wa ukanda ule, sina maana ya kwamba simkubali shekhe mpaka upande ule, hapana.
Kwa kuwa vijana wengi sasa hivi waliokuja na msimamo mkali, wao hawakubali, hawaoni isipokuwa mashekhe wale, na mimi napenda kupita nao mule kuwaonyesha mashekhe hawa walivyo na misimamo yao na ilmu yao, na kwamba hawakuwa na taasub na hawakuwa na jazba katika Uislamu. Katika kitabu chake cha Adabu Zafaf ukurasa 194 anasema, wa qabla an unhi hadhihi alkalima la yafutuni an ulfita an-nadhara ila annana wa in kunna nadhhabu ila tahrimi at-taswiri binaw'ihi jazimina bidhalika. Anasema kabla ya kufunga mlango huu wa mapicha, lazima nirejeshe jicho tena nilitazame upya swala la picha. Mie Albani, pamoja na kukataa kwangu picha zote za aina zote, fa innana la nara mani'an min taswiri ma fihi faida mutahaqqiqa, kwamba mie naomba niseme rasmi ya kuwa sioni uharamu juu ya picha yoyote ile ambayo ina faida ya uhakika katika dini. Naeleweka Waislamu? Katika Sahihu al-Bukhari kuna hadithi hata Sheikh al-Albani ameitaja katika Adabu Zafaf, yaonyesha Bibi Aisha alikuwa ana kidoli. Mdoli jamani, si sanamu au sio sanamu? Albani amefasiri hadithi ile, anasema pamoja na kwamba hii ni aina ya sanamu, Mtume alikuwa akimwona Aisha akimbeba, alimwacha maksudi ili Aisha ajifunze siku akipata mtoto ajifunze kulea watoto mapema. Akasema kwa kuwa Mtume aligundua hii ni darsa kwa Aisha, anapata darsa ya baadaye kuja kujifunza namna ya kulea watoto, akamwachia Mtume. Sasa ikiwa kidoli kaachiwa mtu kwa maslahi kwamba wacha ajifunze jinsi ya kushika nyumba na watoto, hebu niambie video kamera ambayo inarekodi mihadhara na durusi za mashekhe. Kwa hiyo wanawachuoni wamehitilafiana katika masala ya picha wa zama hizi, wapo waliokataa, wapo waliokubali. Lakini mimi naomba niseme jambo moja, hali ya kuwa sikusudii kuvunja adabu wala heshima, kwa sababu mimi mwenyewe leo nimekuja kuwakumbusha watu tukumbuke kuheshimiana na kuwa na adabu baina yetu. Pamoja na wanawachuoni wanaokataa katu masala ya picha, mimi naweza nikasema hakuna binadamu dunia hii asiyekuwa na picha. Nasema hivi, hakuna binadamu awe anayekubali picha au anayekataa picha asiyekuwa na picha. Muulize anayekataa picha kiasi ambacho anamponda Kishki, anamponda Uthman Maalim, anamponda Rusaganya, anamponda Sheikh Wakati, kisa mihadhara yake inarekodiwa kwa video. Hafai yule. Muulize, kwani wewe picha huna hata moja? Huna kitambulisho? Huna pasipoti? Haya, naomba katika hadithi 24 za Mtume zilizosema kila mpiga picha motoni, naomba hadithi nyingine iliyokuvua wewe na passport size yako. Tunaomba hadithi kullu musawwirin fi nari illa mpiga picha passport size. Ndugu zetu wanaokataa wakali katika hili watakwambia hii si dharura. Kumbe sasa, kwa nini uwe na dharura wenzako wasiwe na mlango wa dharura? Jamani, haki kweli? Sasa unakamata hapo? Hapana, kitabu na sunna, naomba aya au hadithi iliyosema piga picha half passport size. Maulama wamesema hiyo dharura. Sawa, maulama wamesema, tutawaheshimu, hawa ni maulama wetu. Na kuna maulama pia wamesema hata hizi tunazopiga pia zinafaa. Sasa ulama wako wewe ndio ulama jamani, wa mwingine sio ulama. Umeelewa hapa Tunarudi pale. Kwa hiyo tusipate taabu katika masuala ya picha. Yoyote atakayekataa picha, muulize wewe huna. Umeenda hija, umeenda umra, unasafiri, umepata Mtume alikuwa na pasipoti?
anipe hadithi, nataka hadithi, kwa sababu wewe unasema kuna hadithi chungu nzima zilizosema wapiga picha motoni. Nataka hadithi pia iliyosema passport size ruhusa, kitambulisho ruhusa. Hupati, utakwama ndugu yangu. Hivyo baki kuwa salama na msimamo wako, mwache mwenzako abaki kuwa salama na msimamo wake. Lakini narudi tena ninasema, kuna mwanachuoni wa kisalafi, simtii doa na mkubali. Hakuna mwanachuoni ambaye naweza nikamtia doa. Wote wanawachuoni wakipatia wanapata mara 2, wakikosea wanapata mara 1. Ninayemwona yuko sawa nitachukua ya kwake, nikimwona yuko sawa namuombea dua Allah amsamehe katika yale aliyokosea. Kama alivyosema Malik, inma nahnu bashar nusibu wa nukhti. Al-Sheikh Saleh Al-Fawzan, nani ashakumsikia ushekhi? Shakumsikia? Ni mwanachuoni wa kisalafi, lakini na yeye anazo CD za mawaidha, amerekodiwa. Tena sio bahati mbaya, studio, anakwenda studio ya Saudi Arabia, tena inaandikwa mubashar live, mtangazaji inaandikwa pale studio, sheikh naye inaandikwa alipo, anaulizwa maswali. Jamani, angekuwa msikitini tungesema kuna mtu kategesha kamera bila yeye kujua, sawa? Lakini anakwenda studioni hali ya kuwa anajua pana kamera. Mbona wale kule wameona kwamba hii ni maslaha ya da'wa? Ulimwengu wa sasa tuliopo ndani yake ni lazima tupambane kwa kila ya aina ya namna da'wa ya Uislamu usonge mbele zaidi. Sasa kabla ya kumtoa katika duara ya sunna ama shekhe zetu wa Kitanzania, tuanze kwanza wale ambapo itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo masala ya picha ni masala ambayo yana khilafu. Picha yoyote yenye faida katika dini haina tatizo, ama picha za kumbukumbu, picha siyo za nini, hizo za haramu ndo kabisa, ambazo watu wako uchi, haifai kabisa. Naeleweka Waislamu? Naomba nitumie muda mfupi kujibu maswali, japokuwa kujibu kwa mapana pia ni sehemu ya ilmu, lakini mtanisamehe kutokana na muda. Wa pili anasema, leo umezungumzia masala ya ikhtilafu na umejaribu sana kuwaweka Waislamu katika umoja na kuwahusia ya kuwa tuikhtilafiane katika uelewa na fahamu, lakini tusigombane, tusifarakiane na tusibezane na kuchukiana. Mbona tunasikia wewe mwenyewe ni binga wa khilafu? Namsifu kwa swali lake. Mimi nataka nimwambie ya kuwa haya ni maneno na mdomo wa Swahili nasema haulipiwi kodi. Kila mtu anaweza kusema yale anayoyataka. Atakai kuambieni kwamba Kishki haungi Waislamu bali anafarakanisha. Bahati nzuri mimi siku hizi mtihani nilionao kwamba kila nitakapo tangaziwa na muhadhara au darasa, basi makamerameni wanaorekodi mihadhara mbalimbali za Kiislamu wanafuata darasa yangu na kurekodi. Na msimamo wangu mimi sikatai, na ndio maana nakubali kurekodiwa, kwa sababu kinachofanyika ni sio jambo baya, ni jambo la kheri, na masala yenyewe masala yana ikhtilafu. Atakayesema hivyo mwambieni akuleteni walau mkanda mmoja ambayo inaonyesha ndani yake mimi wapi nimewahi kupasua safu ya Waislamu. Pamoja na hayo sijitakasi, ni mkosaji, tena ni mwingi wa kukosea. Wanawachuoni wanasema hakosei isipokuwa mtendaji. Kama unakaa tu nyumbani umejifungia ndani huwezi kukosea. Kwa kuwa mimi nasema sana na alikwa kila pahala, leo darasa hapa kila Ijumaa na khutba, kukosea kwa mtu kama mimi ni jambo la kawaida. Lakini pahala ambapo nimekusudia leo natoa darasa na vuruga Waislamu na kanyaga mtu fulani, sijapatapo Waislamu. Bali kipindi hiki nimekuwa mimi ndo nasemwa sana, natolewa masidi na nini, lakini mimi naamua kuacha. Sasa ikiwa walionisema live na CD zao ninazo, sijawahi kuwajibu. Vipi nikae tu from nowhere, nikae niende muhadhara nimseme mtu ambaye hajawahi kunisema? Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Pamoja na yote haya siutakasi nafsi yangu, hakika nafsi siku zote
inaamrisha maovu na mabaya isipokuwa nafsi ambayo Allah ameirehemu. Pita mpaka Jumapili hii. Na kwa msimamo huu nimealikwa katika msikiti wa Sheikh Wakati, msikiti ambao baada ya swala wana adhkari, wanaomba dua, pana kunuti, panasomwa bismillah kwa sauti. Nakwenda, sikatai kwenda. Nimealikwa nchi mbalimbali, tena katika nchi zingine ambazo dhehebu lao na misimamo yetu sisi tofauti, yani misimamo yetu tofauti. Japo haya madhehebu mimi siwezi kuyafuta, na sijasema leo kwamba lazima tuyafute, yani haiwezekani kabisa. Isipokuwa leo nilichosema tuweke madhehebu yetu nyuma, tuweke Uislamu mbele, tufate Uislamu kwa kupitia shekhe yoyote, alim yoyote, imamu yoyote, njia yoyote, msimamo wowote, ili mradi kwamba ukiwa ni msimamo uliokuwa sawa sawa, unakwenda sambamba na mafundisho sahihi ya Qur'ani na Sunna. Kwa hivyo hili leo nalisema, yuko bado uliza, nalisema kwa kinywa kipana. Ni kalimatu batil urida biha albatil. Haya ni maneno ya batil yamekusudiwa kwa malengo ya batil. Na akidai mtu hivyo, naomba uwe hodari, mwambie niletee mkanda wake wapi kasema hayo, na usiamini na usikubali kuletewa kipande cha sauti yangu. Siku hizi watu mabingwa kuediti maneno ya watu. Ni sawa na yule kafiri aliyesema, asiyekuwa Muislamu namzungumzia kabisa, si Muislamu kabisa, ni kafiri hasa. Anasema bana, wanaoswali wote watu wa motoni. Mungu wao kasema fawailun lilmusallin, ole wao wenye kuswali. Ukikata hapo kaishia, basi inaonekana kweli ole wao, lakini endelea na maneno ya mtu. Kwa hiyo usiridhike na kipande cha kishki ulicholetewa mbele yako kikapambiwa na mpambaji mzuri hodari wa kuzungumza ukaamini bwana kweli. Si unaona mwenyewe anasema, fuatilia full mkanda uone nini ilikuwa mpaka ikawa hivyo. Naeleweka Swali la tatu, Uislamu ni dini iliyokamilika. Hizi ikhtilafu zimetoka wapi? Leo ningetaja sababu zilizopelekea wanawachuoni kuikhtilafiana, sababu kama 7 mpaka 8 ambazo nimewaomba niziache kwa leo, swali hili usingeuliza. Miongoni mwa mambo yaliyopelekea masahaba, maimamu, wanawachuoni kuikhtilafiana wakati kuna Qur'ani na Sunna, miongoni inawezekana upande moja wamefikiwa na dalili, upande wa pili dalili haikuwafikia. Mfano, Abdullah ibn Mas'ud tulisema wakati ana rukuu alikuwa akifanya nini? Anafanya hivi, anatia katikati ya miguu, si ndio jamani? Ndio mwanzo wa sala mtume alivyoamrisha. Baadaye mtume akaja na kauli nyingine kwamba shikeni magoti. Hadithi ya kushika magoti hakuwahi kuisikia maskini, akawa anafanya hivyo mpaka siku alipoletewa hadithi ile akaacha msimamo wake. Naeleweka Waislamu? Kwa hiyo inawezekana mwanawachuoni huyu kaikhtilafiana na huyu kuna dalili imemfikia, yule haikumfikia. Au huyu anatumia dalili sahihi, yule anatumia dalili dhaifu. Au wote wanatumia dalili sahihi, lakini kila mmoja kaelewa kwa uwezo wake. Ndio Jumapili iliyopita, hebu lete ile, nilikupeni mfano wa namba 9 na namba 6. Mnaikumbuka? Mnaikumbuka? Dalili ndio ile ile, lakini kila mmoja namna anavyoiangalia, anaangalia kwa namna yake. Hii namba ni ngapi? Hebu shika kwanza. Shika. Hii namba ngapi? Bwana, wewe unaitwa nani? Anaitwa Ghalib. Hebu isome hii namba. Wewe umeenda shule? Hii namba ngapi? Namba 6. Anasema namba 6. Kwa namna alivyokaa ukaaji wake, anaiona vizuri au hakuiona vizuri? Yuko sawa, yuko sawa? Bwana, wewe unaitwa nani? Ikram. Hii namba isome 9. Kwa namna alivyokaa, sawa si sawa? Niambieni nyinyi leo hapa. Mgogoro leo unaishia hapa leo. Mzizi wa fitna mkate wenyewe. 6 na 9, nani yuko sahihi? Mnasemaje?
kweli wote wako sahihi. Sasa mambo mengine ni hivyo. Kuna mtu kauliza swali, inakuwaje sasa dalili nani yuko sahihi? Kuna maeneo mengine hatuwezi kusema huyu ndo kakosea, huyu kakapatia. Ni kama mfano wa namba 9 na namba 6. Huyu namna anavyoisoma upande wake, anaisoma kwa 6 ambapo yuko sahihi, na huyu anavyosema upande wake anaisoma namba 9 na ambapo yuko sahihi. Nimeeleweka Waislamu eh? Kwa hiyo iko hivyo. Swali la 4, baadhi yetu tukiswali tunaachia mikono, hatusemi amin kwa sauti, na tunatoa salamu moja. Bila shaka huyu anawakusudia ndugu zetu maibadhi, lakini kabla hujaenda kwao, rudi kwetu sisi ambao sijui insaha tabir tuseme tunajiita au tunaitwa masunni. Upande wetu pia hivi wanawachuoni wa kisuni hawajatofautiana katika kufunga na kufungua swala au hawajatofautiana? Upande wa sunni pia kuna ikhtilafu kwamba sunna sahihi iachiwe au ifungwe. Lakini kwa imani ya wanawachuoni wa kisunni swala ifungwe. Lakini hakuna aliyesema ya kuwa aliyefunga mikono ndo swala yake sahihi na aliyeachia swala yake sio sahihi. Hii ina maana ya kuwa ukifunga swala yako ni sahihi, usipofunga swala yako ni sahihi. Haya ni madogo sana ukilinganisha na mahitajio ya Waislamu kuwa pamoja. Suala la kusema amin hal kadhalika, suala la kutoa salamu moja katika fiqhi zetu. Bana wewe unaonekana umesoma fiqhi ya Shafi'i. Sisi tunaamini tukitoa salamu moja swala imefanyaje? Imeisha. Wewe sasa hivi sunni au unayefuata dhehebu la Imam Shafi'i au dhehebu la Ahlusunna wal Jamaa ambao ni maimamu wote wanne, hivi ukishasema assalamu alaykum wa rahmatullah kulia, unaruhusiwa kunyanyuka na ukaondoka? Unaruhusiwa. Kwa sababu hii ndio wanasema nini ya kulia, wanasema nini? Ndio faradhi ya kushoto wanasema nini? Sunna. Sasa ikiwa hata upande wetu sisi hapo ukitoa moja ukasema basi nimemaliza swala hapo, wakakwambia uko sahihi ila umekosa fadhila ya sunna, wanakwambia, bado hii isitupelekee tukatoana katika Uislamu. Uislamu ni uwanja mpana sana na dini inayomilikiwa na Allah, na hati miliki yake anayo yeye, na hakuna mtu yoyote mwenye hati miliki ya Uislamu katika nyumba yake. Tumegawanyika makundi 73. Swali la 5. Sasa hapa umetoa mifano ya baadhi ya makundi. Nilivyoelewa swali la huyu bwana aliyeuliza swali la 5, mbona ukija kuhesabu makundi yaliyopo sasa hivi ni zaidi ya 73? Sawa, tukiamua kuhesabu tunaweza tukajikuta zaidi ya 73. Je, hadithi ni dhaifu? Hapana, hadithi ni sahihi. Jambo likoje? Fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun. Wanawachuoni wanasemaje? Wanasema usiangalie wingi wake, bali kuna makundi mengine wanakutana wote katika shina moja. Unaweza kukuta huyu na huyu na huyu japo wana majina tofauti, lakini wote wanarudi kwenye mwamvuli mmoja. Kwa hiyo bado tunarudi katika usahihi wa maneno ya Mtume, hatuwezi kuzidi makundi 73. Kwa muono wako utaona zaidi ya 73. Ukikaa chini ya wasomi watakueleza kwamba pengine baadhi yao wako chini ya kivuli au mwamvuli mmoja ambapo lazima warudi katika idadi ya 73. Naendelea, pengine nimeandika pointi 2 hapa. Je, katika makundi haya 73 kundi lipi lipo katika haki? Lakini nimeandika pointi 2 hapa. Mtume kasema ni wale waliokuwa kama nilivyo mimi na maswahaba. Sasa natumia lugha ya ilala, mtanisamee. Hapa ndio ngoma nzito. Nani yupo kama alivyokuwa Mtume na masahaba? Tukichunguzana mmoja mmoja,
tunaweza tukawakuta tupo wengi tunadai tupo kama mtume na masahaba, lakini kumbe tuko mbali kabisa. Tuchukulie upande moja utitiri wa makundi yetu. Tathmini inaonyesha makundi mengi tumekuwa na jazba, wenye busara ni wachache. Mnasemaje? Turudi kwa mtume na masahaba. Walikuwaje mtume na masahaba? Kijana wangu, nimetembea kijana wangu moja hafidhul Qur'ani nzima. Yuko wapi kijana wangu Rajab? Allah anasema ndani ya Qur'ani tukufu, sikilizeni mbwana, nikumbushe aya iko wapi? Fabima rahmatin min Allah. Ni Ali Imran au Nisa'i? Imran, katika sura ya 3 Ali Imran, Allah anamuelezea mtume, na mtume anasema kundi ambalo liko sahihi wanatakiwa waishi kama ninavyoishi mimi mtume, sawa? Fabima rahmatin min Allah linta lahum, kutokana na rahma za Allah ndio maana ukawa laini kwa umma wako. Kwa hiyo mtume alikuwa mpole laini, sawa? Leo ukiwa mpole laini unaambiwaje? Mlaji wa urojo tule laini, dawa zake hazina na yote, amna mpango wote. Unataka yani ule uonekane uko sahihi, wewe ni sura ya kazi, sura ya mwanajeshi. Hapana. walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik, lau ungelikuwa una maneno makali, roho ngumu, wangelikukimbia. Leo billahi alaikum tupo wengi tunadai tunamfuata mtume. Sisi ndio ile kundi ambalo mtume kazungumzia kwamba wenye kunifuata mimi na maswahaba. Tuanze tu katika ufikishaji na usemaji na utoaji wa darsa. Wengi hatukurupuki tukawahukumu watu misikitini. Semeni Waislamu, au kama nawagusa mkubali, tumtafanyaje? Sawa si sawa? Asa muulize huyu anayeandaa darsa mwanzo mwisho anamchambua mtu. Ndivyo mtume alivyokuwa. Mtume alikuwa mkarimu, mpole. Hajawahi kumsema mtu, hajawahi kumfedhehesha mtu. Musa na Harun, Firaun aliposema ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mungu mkuu, Mola mkuu kabisa, Allah akawaambia idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina, nendeni kwa Firauni amechupa sana mipaka, kampeni maneno laini. Nani ambaye zama hizi anampa asiyekuwa upande wake maneno mazuri ili amuitie katika haki ambayo yeye anaiona? Nani? Tuchukue tabia moja tu ya mtume, tunaweza tukajikuta tuko mbali. Leo tunakutana mitaani tusalimiane, tena tunakunjana uso kama wanawake, wanaume wazima. Hizbi, wabi, bwana hii inakuwa vipi Sheikh? Mbona mtume akuwa hivi? Mtume gani unadai unamfuata yeye? Kwa hivyo mimi siwezi kutoa judgment kwamba jamani kundi ambalo liko sahihi lipi. Mtume kasema ni wale ambao wapo kama nilivyokuwa mimi na masahaba. Angalieni mtume alivyokuwa na masahaba, jipambeni na tabia zao, mtakuwa katika kundi lile. Swali la 6, tumeambiwa marejeo yetu ni Qur'ani na Sunna. Je, mtume aliwahi kukunuti? Huyu aliyeuliza angelikuwa yuko nami toka awali, pengine ili swali angelipata jibu lake ndani ya mada yangu. Miongoni mwa mambo yaliyowapelekea masahaba na maimamu kukhtilafiana, anaweza kila mmoja akawa ana hoja juu ya kile anachokizungumza, lakini mmoja akawa ana hoja iliyo dhaifu, mwingine akawa ana hoja iliyo sahihi. Masala ya kukunuti alfajiri ni masala marefu sana, lakini masahaba wenyewe wameikhtilafiana juu ya masala hayo. Maimamu wa 4 wameikhtilafiana juu ya masala hayo. Wapo wanaosema hakuacha kukunuti mpaka anakufa, wamekamata kunuti alfajiri. Upande wa pili wakasema hapana, kunuti ya hapa sio ya alfajiri, ni kunuti ya kisimamo kirefu. Hakuacha kurefusha swala yake ya alfajiri, kuifanya kuwa ndefu mno mpaka anakufa. Sasa hapo ukija ukasema hapana, aliyeelewa neno sahihi, maana ya neno sahihi ya kunuti kaelewa huyu, ndo kaelewa vizuri kuliko huyu, hapo pia tunaanzisha mgogoro mwingine. Sisi Waislamu naeleweka?
Ikiwa pamoja na kutoa darasa hii wiki mbili bado kutapatikana na watu ambao wataona hapana, huyu jamaa hakuitendea haki mada hii, ilitakiwa aseme kunuti sahihi sio sahihi, mimi ni nani? Vigogo maimamu wameshindwa kuitolea hukumu waziwazi. Mwenye msimamo wa kunuti anakwenda pahala ambapo hapana kunuti, anafuata msimamo wa kule. Mwenye msimamo wasiokuwa na kunuti akienda pahala penye kunuti anafuata msimamo pale. Mimi nani jamani? Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kukufikishia maneno ya wanawachuoni. Kwa hivyo masala haya narudi tena kusema pana khilafu. Wewe wala mimi hatuwezi kuthibitisha jambo hili kwa maarifa yetu. Tutegemee nani? Wanawachuoni. Wanawachuoni wenyewe wamefanyaje? Wametofautiana. Katika kutofautiana lazima kuna upande mmoja watakuwa na hoja zaidi, au sio, kuliko wengine. Hakuna tatizo katika hilo kwamba kundi hili lina hoja zaidi, lakini hili kundi la pili ambalo linaonekana halina hoja au hoja yao ni dhaifu, ndio tuwatoe katika Uislamu, ndio tuwakashifu, ndio tuwape red card? Haiwezekani, haiko hivyo. Kwa hiyo mimi kukutolea hukumu kabisa ya jambo hili pia utakuwa umenipa ugumu sana. Je, iliwahi kuthibiti masahaba pamoja na kuikhtilafiana kwao? Swali la 7. Lakini kuna pahala ilifika mmoja wao au kundi mojawapo likaacha msimamo likafuata kundi la wenzao? Jawabu ndio. Lakini mimi na wewe atokee mtu aache msimamo wake, atangaza jamani, miaka yote nilikuwa ninaelewa vibaya, leo nimeona vizuri, ila qiyami saa sijui. Maka sisi tumekaa kiligi, ukifungwa Simba hao jana tulifungwa, noma kufungwa. Yanga hao jana tulifungwa. Sasa wao wapo kidini. Mfano Abdullah ibn Mas'ud alipopewa hadithi ya kuto shikanisha mikono na kuingiza katikati ya miguu, alipopewa hadithi ya kushika magoti aliacha msimamo wake. Umar ibn Khattab alisafiri siku moja kuelekea Sham. Alipofika njiani akaambiwa mji wa Sham pana ugonjwa la tauni. Akawastashiri masahaba, mnasemaje, tuingie tusiingie? Wakagawanyika makundi. Kundi linasema tuingie bwana, kadari ya Allah huwezi kuikwepa. Kundi la pili linasema hapana, tusiingie, hatuwezi kuliendea nani balaa na janga. Akatokea Abdurrahman ibn Auf, asa mimi na ushahidi, mimi ndio na hukumu, nimepata kumsikia mtume anasema mkisikia tauni ipo katika mji fulani msiende, na ikitokea katika mji wenu msiukimbie, mtenda kueneza pahala pengine. Wote wakawa na msimamo mmoja baada ya kusikia hadithi ile ya mtume kupitia kwa Abdurrahman ibn Auf. Masahaba walikuwa wepesi wa kutaraja na kuacha misimamo yao pindi wenzao wanapokuwa wanawapa ushahidi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Suali la 8, je, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusoma khitma na masahaba zake? Al-Imam Shafi'i, rejea katika kitabu cha Ibn Kathir, tafsiri Ibn Kathir, ni nyepesi kupatikana, juzuu ya 4 suratul Najmi. Yeye aliweka pale msimamo wa Imam Shafi'i na wafasi wake na waliomfuata wao walisema ya kuwa jambo hili alikuthibiti kwa mtume wala masahaba zake, na lingelikuwa ni jambo la kheri basi wangetutangulia wao kulitenda. Sawa, hayo kasema Shafi'i na nukuu maneno yake. Sawa, bila shaka mpaka anakataa khitma, manake anaamini mtume hakufanya wala masahaba zake hawakufanya. Lakini wale waliokubali wakasema malipo na thawabu ya usomaji wa Qur'an inamfikia nani? Lazima wana tawilati na wao hoja zao, au unasemaje? Kwa hivyo tukisema sasa hivi, tukisema ya kuwa hata shekhe muhadhir anaikuja tumuulize swali na yeye atuambie, manake shekhe, wakati kuna jambo moja ambalo inabidi tuwasaidie sana waislamu wa zama hizi. Unaweza kufikisha mada kama hivi lakini asiridhike na akwali ulizomletea, ikhtilafu anataka kusikia wewe kishi kama kishi, msimamo wako ukoje? Yani kama ni kifaranga unamuuliza wewe vipi, wewe unaweza kupaa kama anavyopaa mwewe? Mimi sawa na kifaranga shekhe, mbele ya hao watu hao ni kama kipanga mwewe. Wewe waulize wao, usiniulize. Hii maana yake mnajua Waislamu baadhi yetu
tunapenda kutegeana. Yaani ukisema hivi mada yote imekufa, katoa fatwa fulani leo. Kwa hiyo inaonekana bado nyoyo zetu hazijakunjuka, hatujakuwa na mioyo mkubwa kufata Uislamu. Swali la 9, tumekuona hapa kuna baadhi ya makundi umeandika majina yao katika kutoa mfano wa darsa. Mbona kundi la Shia hukulitaja? Si tumeulizwa jamani, au tuulizwa? Mimi nimetaja manne tu hapa. Kuna mengi tumeyaacha kwa kutaka kuzingatia muda na uchache wa watu. Na katika hili manake bila shaka huyu ameona taabu kuuliza, je, Mashia na wao katika sisi au katika sio katika sisi? Hata kusema hivyo, mimi mwalimu jamani, nimemuelewa muda mrefu kidogo. Waislamu wanawachuoni wenyewe, si kila mwanawachuoni anawakataa hawa mabwana moja kwa moja. Na wanasema kabisa kwamba hawa mabwana huwezi kuwahukumu wote kwa hukumu moja, inategemea. Kwa mfano katika simu yangu nina clip ya al-Imam al-Albani anaulizwa kuhusiana na Mashia. Akasema kila anayewatukana masahaba, akasema Aisha alikuwa fuska wal billah, Abu Bakar Mungu amlaani wal billah, kila alifikia kutoa maneno yale, huyo si katika sisi. Ila wale ambao hawatamki haya maneno, wao wanasema sisi bana mapenzi yetu yamemdondokea kwa Ali, na wale wengine tunawaheshimia kwamba hatuwezi kuwatoa katika Uislamu. Naeleweka Waislamu eh? Kwa hiyo wanawachuoni maimamu wenyewe wamefikia kujadili hawa watu. Naeleweka Waislamu? Sasa nikuulizeni, wapo ambao wanatukana maswahaba na kuwalaani wazi wazi au hawapo? Na wapo ambao hawako hivyo? Sasa usije katoka hapo kasema jamaa bana kashapewa bahasha na jamaa kashindwa leo kuwatoa katika Uislamu. Hati miliki ya Uislamu sinao mimi, anao Mungu kule kwake. Lakini katika masharti ya kumkufurisha, na mimi namshukuru Allah katika vitu ambavyo mashekhe zangu wamenifundisha kidogo somo la aqida. Hata vitabu vingi vya aqida alhamdulillah nimehifadhi kichwani. Wanawachuoni wa aqida, ili mtu umhukumu hayumo kwenye Uislamu, kuna masharti wameweka. Miongoni mwa masharti hayo, ukimwona anadai kitu fulani, usimtoe kwanza, nenda kamsimamishie hoja, kambainishie haki kwa uslubu ulio mzuri. Sasa sisi tukiangalia namna tunavotoana, kuna uwezekano mkubwa kabisa mtu anatolewa juu kwa juu na hajawahi kusikilizwa. Naeleweka Waislamu eh? Kwa hiyo jawabu la jambo hili liko hivyo, na ikhtilafu tunazo kweli. Madhehebu mengi tunakhtilafiana katika masail kama hivi. Hawa wamefunga mkono, hawa kufunga, hawa wamesema amina, hawa kusema, hawa wametoa salamu moja, wametoa salamu mbili. Mimi binafsi naona hivi si vitu vikubwa sana. Nyinyi mnaonaje? Lakini masala ya kuja kusema kwamba Aisha yuko hivi, unagusa kabisa, ni kajisemea rafiki yangu moja kule kwetu Uswahili Temeke, unagusa godoro la Mtume Sheikh. Godoro la Mtume unaligusa, hii hatari. Sasa sisi tutumie fursa hii kuambia hawa jamaa, muogopeni Mungu. Kama Ali amedhulumiwa, washatangulia mbele ya haki, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Unajisumbua nini wewe? Utaulizwa chochote juu ya mambo yao, wataulizwa wao. Tutakuja kukutana nao mbele ya haki na kuona kwamba nani na nani ambao wamepatia. Nimeeleweka Kwa hiyo tuwahusie tu kwamba ili tupate amani na usalama kwamba tufunge midomo. Sasa kama mtasema, wako wengine hawana subira na wao watasema. Kuna makundi mawili. Kundi swali la 10 wanakubali khitma, kundi la pili likubali khitma. Je, nikiamua siku moja kuna pahala panasomwa khitma, nikamwona nikapita, sikutaka kushiriki, nimeitwa nimekataa, napata kosa? Ikiwa unafata msimamo wa maimamu wanaoona khitma haiswihi kama Imamu Shafi'i, huna makosa. Naeleweka? Ikiwa umekwenda kusoma khitma huku ukiwa na itikadi kwamba walau una msimamo wa imamu mmoja tu, hatuwezi kukutia doa kwa sababu kuna pahala umefanyaje?
umepashika. Naeleweka Waislamu eh? 11 ndio ile hakuna sahaba imethibiti ameacha msimamo wake akafuata msimamo wenzake. Nimesema wapo tena wengi. 12 nini hukumu ya mtu atakaitia mashaka katika kumfata imamu fulani? Wanawachuoni ndugu zangu wanasema mazala al-aimma yusalluna khalfa ba'dihim ba'da, maimamu wa Kiislamu hawakuacha kuswali baadhi yao nyuma ya baadhi, kama ambavyo Imam Ahmad ibn Hanbal ukitokwa na damu puani anaamini udhu wako umetenguka, lakini imamu aliyemswalisha ikiwa ametokwa na damu puani na hakurinyu udhu anasema nitaswali nyuma yake. Sasa kwa nini wale walikuwa anaamini hivi lakini kaswali nyuma yake? Kwa nini hakuwa na mashaka? Kwa nini wewe unakuwa na mashaka? Abdullah ibn Mas'ud bila ya shaka mpaka anampingia Uthman asiswalishe raka 4 bali aswali 2 manake alishaona kwamba haiko sawa, lakini kaswali nyuma yake, hakuwa na mashaka. Kwa nini una mashaka? Hivi kuna njia yoyote ile ya kufanya umma huu kuwa kitu kimoja? Njia zipo na si moja tu. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli, mkiikhtilafiana juu ya jambo lolote rudini kwa Allah na mtume. Tuondoe taasub katika nafsi zetu, tuwe tayari kupokea haki wakati wowote. Mtu akisema jambo asihukumiwe akaulize umepata wapi, asisengenywe mkatafuna nyama ya mtu aliyekufa, afatwe asikilizwe, dalili yake ichukuliwe, kaifanyie kazi, kesho muite mpe dalili nyingine. Lakini sisi hatujawahi kukaa juu kwa juu tunarushiana madongo. Je, tukikaa inakuaje? Si ngumi zitanguka? Kwa hiyo zipo njia nyingi, Qur'ani haikuacha kitu wala sunna. Zipo njia zitakazowafanya Waislamu kuwa kitu kimoja kama ambavyo Waislamu awali walivyokuwa kitu kimoja. 15 bila ya shaka wewe Sheikh Kishki umewahi kufanya munakasha na mashekhe katika mashekhe. Je, baada ya kumalizika kwa munakasha wenu, je mmekombatiana? Kumbukumbu zangu zinanituma sijawahi kufanya munakasha na mtu uso kwa macho hivi. Na kama uliwahi kuona vipande vya CD, siku hizi kuna mabingwa wa kompyuta, anakaa ofisini kwake au chumbani kwake, anatengeneza maneno yako, unasema hivi, kisha analeta mwingine anakuambia umeyapata wapi? Hivi umeyapata. Sasa lazima Muislamu uwe na akili. Kwanza soma mazingira. Mbona huyu yupo katika msikiti rangi tofauti na huyu? Kwa hiyo hakuna pahala ambapo mimi nishai kukaa mtu tukafanya munakasha tukarekodiwa, CD hizo mkazipata mpaka nyie muamini, msiamini. Sana kinachofanyika mimi napigwa juu kwa juu tu madongo, na yasikiaga na nayaonaga kwenye CD. Lakini kuitwa na mtu akasema bana mimi na kunasihi na kupa munakasha tufanye kitu fulani, sijawahi. Ama message, simu za kunibeza, za kunitukana, zipo nyingi nazipokea. Hii ni munakasha wa wazi. Ama munakasha wa kawaida, tuseme si Sheikh, wakati tunaweza kuita munakasha, akanitembelea mtu ofisini kwangu akaniambia kuna mtu aliye kunitembelea, labda nyinyi mtaniambia ni munakasha si munakasha. Mimi nilivyoelewa sio munakasha, ni kama kubadilishana mawazo. Akamwambia mbona nakuona wewe mkali sana kwenye masuala ya mpira, una itikadi mpira ni haramu? Nikamwambia hapana, si itikadi mpira ni haramu, kwa sababu wanawachuoni hata wao wameweka masharti ya mpira huu unaochezwa zama hizi. Ukiwa una vigezo kama ifuatavyo na masharti kama ifuatavyo, basi ni sahihi. Uislamu dini ya riadha. Ikiwa masharti haya hayatakuwepo, mpira una shubaha. Sasa kwa nini wewe si Ronaldo kafanya hivi Manchester? Nikaba shekhe, akili za watu wote duniani sasa hivi ni mpira. Mpaka mapenzi ya dini sasa hivi yametekwa na mpira. Kwa hiyo tusipokuwa wakali kidogo kuyapiga hii mpira, tunaweza tukakosa kabisa watu. Watu sasa hivi wako tayari kukusanya adhuhuri na alasiri ili mradi asikose uwanjani kuangalia nini?
mechi fulani, mtu hayuko tayari kuamka qiyamul layl saa 8 usiku anaamka kwa sababu kuna ligi inachezwa Ulaya, lazima auone kupitia katika TV. Kwa hiyo kuna kitu kingine imekuwa ni kama ni kilevi fulani. Tukaenda kabeko hivyo, mimi msimamo wangu uko hivyo. Mwishowe akaniambia bwana, hapa nimekubali. Mimi kuna mtu namjua, nimeenda kumtembelea nyumbani kwake, nimemkuta anaswali chumbani, sutra yake mbele kaweka TV na inacheza mpira. Baada ya swala nikamuuliza, akaniambia wewe acha tu, sikutaka imechi inipite. Nikamwambia alhamdulillah, rafiki yangu umejifunga mwenyewe. Nikamwambia hapo sawa si sawa? Akaambia sio sawa. Nikamwambia na mimi ninachokipiga kelele ni hicho. Sasa basi kanipa mkono. Hapo nimekuelewa. Mimi nifikiri unakataa moja kwa moja. Nikamwambia hapana. Sasa huo siwezi kuita munakasha. Lakini munakasha kakaa na mtu kama kina Mazinge, mpe huyo mgeuzie, haijawahi kutokea na mtu. Mwaka 2000 niliwahi kwenda Rufiji kwa ajili ya munakasha baina ya wale wanaodai hakuna sunna, rakaa 2, Qur'ani peke yake inatosha. Tukafika huko na jopo la mashekhe na nini na mavitabu marundo, walivyoona wakaogopa, wakazungumza na katibu kata wa eneo lile ambaye alikuwa rakaa 2, na yeye akaleta amri ya serikali kwamba kuna kipindupindu, mkusanyiko unakatazwa na serikali. Wakati wao ndio wafanyaji wametualika, wakadhani ya kuwa pingine hawa mashekhe wenye majina wasingefika huko, kwa hiyo pia haikufanyika. Kwa hiyo siwezi kuita munakasha. Kumbukumbu yangu inanituma hivyo. Umetueleza masahaba wamehitilafiana juu ya kitu gani cha kwanza kuumbwa. Sasa wewe unaonaje cha kwanza kuumbwa ni kipi? Nitakwambia kwamba nikisema ni kitu fulani, manake nimetia doa masahaba kwamba mimi nimejua zaidi kuliko wao. Chukua tu vitabu vya wanawachuoni, soma, angalia wanawachuoni wamesemaje juu ya kitu gani cha kwanza kuumbwa, na kila mmoja akawa ana msimamo wake. Wako kusema kweli wanaosema cha kwanza kuumbwa ni arshi ya Allah, baadaye kaumbwa kalamu. Wako wanaosema kalamu ndio ya kwanza kuumbwa, akatoa hadithi ya mtu awwalu ma khalaqa Allahu alqalam, kitu cha kwanza ambacho Allah amekiumba ni kalamu. Lakini kwa kuwa kuna wanawachuoni wengine wana msimamo tofauti na hilo, basi hatuwezi na sisi tukasema kwamba nini misimamo yetu, kwa sababu sisi si chochote si lolote mbele ya wanawachuoni hao. 16, msimamo wa Imamu Shafi'i unaonyesha hakubaliani na khitma. Na Afrika Mashariki hii wengi wetu tunamfuata Imamu Shafi'i na wengi wetu tunasoma khitma. Ni kweli au unasemaje? Muulizaji huyu ni sualun fi mahalli, suali katika pahala pake. Sasa tunavyosoma khitma hiyo tumepata kwa nani? Jawabu inawezekana umepata kwa imamu mwingine Shafi, kama Shafi yeye hataki hilo. Na mimi niseme tu kwamba ndio sisi Afrika huko tunamfuata Imamu Shafi'i, lakini tukimwangalia mwenendo wa Shafi'i na misimamo yake, kuna mambo mengi tunatofautiana naye. Yani tumebakia kusema kwa mdogo ni Shafi'i. Kwa mfano, misikiti yetu yote Ijumaa adhana zipo ngapi? Sheikh, wakati hapa una adhana ngapi hapa? Ijumaa 2. Hata kwangu mimi pale 2. Katika maimamu ambaye hakubali adhana 2 ni nani? Shafi'i. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo tunayafata huko tukisema sisi ni wa Shafi'i, kumbe tumeyachukua kwa Ahmad ibn Hanbal, kwa Abu Hanifa na wengine. Ndio maana tukasema hivi, tukisema sisi wa kwetu ni huyu tu, hatumuoni, hatumsikii, hatumfati isipokuwa huyu tu, tutashindwa. Ndio maana mimi nikasema la nudayyiq alaina, tusifanye dini hii kuwa ni njia ni nyembamba, tuifanye ni wasi'. Tufate njia zote ili mradi kwamba tufikie kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vinginevyo tutakwama kama tulivyokwama. Umeniuliza swali, sisi tunaosoma khitma tumepata wapi wakati Shafi'i sio msimamo wake? Nitakwambia bila shaka tumepata kwa wale maimamu wengine wanaokubali khitma. Kwa hiyo hapa Shafi'i tumemwacha kwa muda. Na sio hilo tu, na mengineo mengi. Swali la 17, unasemaje juu ya vita vilivyotokea baina ya Ali na Muawiya? Nasema kama walivyosema wanawachuoni, qada'un wa qadar, ni mambo ambayo Allah amekwisha yakadiria. Aliulizwa Umar ibn Abdul Aziz, unasemaje? Akasema tilka
fitnatun sallama Allahu minha aidina fala nulattikh biha alsinatana. Anasema tunamshukuru Allah, ile ni fitna ambayo Allah hakutuumba wakati ule, hatukuwemo. Kwa kuwa Allah ametusalimisha hatukuwemo sisi tukashiriki katika vita baina ya wanafunzi wa mtume wao kwa wao, basi pia tusichangie kwa ndimi zetu chochote. Kisha akauliza akasema, vita hivyo vinaitwaje? Kwa walioita maarakatu aljamal au waqi'atu aljamal, vyovyote utakavyoviita, lakini kupigana kwao kulithibiti. 18. Muislamu, nini hukumu ya muislamu anayemkataa mtume au maswahaba? Je, tumfanye kuwa ndugu yetu? Msimamo sahihi, mtu yoyote yule atakayekuja na jambo baya na kubwa la kushangaza kama vile kumkataa mtume, masahaba, kuikataa dini, kukataa Qur'ani, tusimhukumu kwanza mpaka tumsikie. Kwa nini? Labda ana ta'wilati zake. Mfano, kumwita Allah kwamba wewe ndio kiumbe wangu na mimi ndio Mola wako. Jambo hili likoje kwenu Waislamu? Kufru Mmetamka wenyewe kama ni kufuru, sawa? Kumwita Allah, bwana Allah, wewe mimi ni kiumbe wangu na mimi ndio Mola wako. Mnasemaje hilo? Lakini iko sahihi, katika sahihi al-Bukhari kuna mtu alipotelewa na mnyama wake. Akachanganyikiwa kwamba leo bwana nimeishia porini na nitakufa porini. Usafiri wangu umepotea. Baada ya muda akaupata. Kwa furaha akasema, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allah, nakushukuru wewe ndio mja wangu na mimi ndiye Mola wako. Sasa tutasema huyu ni kafiri? Akhtaa min shiddati alfarah, amekosea kutokana na wingi wa furaha yake. Kwa hivyo ukimsikia mtu katamka kitu usikimbile kusema kafiri. Bwana wewe, kwa nini umetamka hivyo? Inawezekana katereza. Waswahili nasema ulimi hauna mfupa. Kwa mfano katika lugha ya Kiarabu kuna qala yaqulu. Wanafunzi talabatul ilmi, qala yaqulu maana yake nini? Qala amesema, yaqulu anasema. Kuna qala yaqilu. Qala amelala usingizi wa mchana akapata kailula. Yaqilu kailula, sawa? Lakini zote ni qala. Sasa ukisema kwa mfano, wakati huo tunasoma vitabu vya balagha, kuna mfano mmoja ulitolewa na shekhe wetu mmoja akasema hivi mtu akisema man qala qala Allahu faqad kafara, kakosea kapatia. Shekhe, wakati umeelewa man qala qala Allahu faqad kafara, bila shaka wewe umeelewa hivi, mwenye kusema amesema Allah, huyu amekufuru, ambapo kitu haiwezekani, sio bwana? Sio sawa kusema hivyo, au sio? Lakini wasemaje ikiwa huyu kala ya pili hakusudii kala ya kusema, anakusudia kala ya kila kailula? Mmenielewa? Ukamuuliza, bwana wewe, kwa nini unasema man qala, mwenye kusema qala Allahu amekufuru? Atakwambia kala ya kwanza nakusudia kusema, kala ya pili nakusudia kulala. Kwa hiyo atakayesema Allah anapata usingizi wa mchana, huyo kakufuru. Mnasemaje? Lakini ukiangalia kala zote ni kala, lakini ili ujue hii kala gani, kala yaqulu au kala yaqilu qailula, lazima uulize, bwana wewe, hii neno hilo unakusudiaje, au sio? Mmenielewa? Kwa hiyo usikurupuke tukamsikia mtu kasema ukaja ukafanyaje, ukamkufurisha. Msikilize, kuna dhawabitu at-takfir wa mawani'u at-takfir. Mimi Waislamu sijitakasi. Shekhi wakati ni ndugu yangu, rafiki yangu wa siku nyingi, na ni miongoni mwa mashekhi ambao namshukuru kwamba hata baadhi ya masail tukishauriana sana. Sijawahi kumkufurisha Muislamu.
wala mimi si ahlu takfir. Najua madhara ya kumkufurisha Muislamu, wala si katika msimamo sahihi ya kumwambia Muislamu wewe kafiri. Na ukisikia mtu anasema Kishki anakufurisha, huyu ameamua tu kwa maksudi kabisa kunichafua. Ila wewe usiamini maneno yangu na usiamini ya kwake, bali mwambie wapi, nionyeshe wazi wazi aliwahi kukufurisha. Maneno haya, mwimbo huu wa kwamba huyu ni mtu wa takfir, mwimbo huu umeanzishwa wakati gani? Umeanzishwa baada ya yani kama miaka 5-6 iliyopita niliwahi kutoa mada yenye anwani, je, yafaa kumsifu mtume? Na nikaja na msimamo, yafaa kumsifu mtume bila ya shaka, lakini tumsifu kama alivyosifiwa katika sharia, katika Qur'ani na Sunna, pasina kupunguza na pasina kuzidisha. Nyinyi mnaonaje? Msitumie elimu, tumieni akili tu. Nikisema hivyo nimepatia na nimekosea? Sikatai mtume kusifiwa, lakini nilikuwa naweka angalizo. Ukimsifia sifa ambazo hana, hapo ni tatizo. Nikisema hivyo mnasemaje? Nikasoma kasida moja iliyokuwa ikisomwa, assalamu alaika ya mahiya adh-dhunubi, salamu ziwe juu yako ewe mwenye kufuta madhambi. Mwenye kufuta madhambi ni nani? Kwa uelewa wako wa kawaida tu, nani? Mimi nikapinga mtume hafuti madhambi. Shairi hili kosa, ni shirki. Unasemaje kwa akili ya kawaida? Kusema hivyo nimepatia na nimekosea? Kwa sababu Allah katika suratul Fath anasema inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Mtume mwenyewe ameahidiwa na Allah ya kuwa atamfutia madhambi yake aliyoyatanguliza atakayoyatenda. Kwa hiyo mfutaji wa madhambi ni nani? Katika suratu Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir lidhanbika walilmu'minina walmu'minat. Jua, fahamu ya kwamba hapana mola isipokuwa Allah, na taka msamaha kwa Mola wako kutokana na madhambi yako. Sasa hebu niambie pamoja na msimamo wako na madhahabu yako, kati ya Allah na mtume nani anayefutia watu madhambi? Kwa hivyo mimi nikisema jamani, sio sahihi, mtume hafuti madhambi, anayefuta madhambi ni Allah, na sifa hiyo ni ya Allah na sio ya mtume, nimekosea, nimepatia? Ndipo nikasema tukisema mtume anafuta madhambi, hiyo ni shirki. Ndipo watu wenye falsafa na siasa na maneno mazuri wakaamua kuchukua vile vipande vyangu, wanaonyesha Waislamu amekufurisha shekhe fulani, kamkufurisha mtunzi wa kitabu fulani. Sikiliza hapo, mie sijasema huyo ni kafiri. Ili nikufurisha siniseme kafiri, au sio? Au sio Muislamu. Mimi nilichosema maneno haya ni shirki. Sasa mimi nakuulizeni na nyie, kusema kwamba anayefuta madhambi ni mtume, sahihi sio sahihi? Sio sahihi, au mnasemaje? Kwa hivyo mtu akisema mtume anafuta madhambi, tukisema kwamba huyu amefanya shirki, tumepatia tujapatia? Sasa tatizo iliyopo, kuna baadhi ya watu hawakusoma kabisa tauhidi. Wakisikia mtu anasema hili shirki, wao wanadhania kafiri. Kwa mfano mtume anasema man halafa bighairi llahi faqad ashraka, au sio? Mwenye kuapa kinyume, mwenye kuapa kwa jina lisilokuwa la Allah, hakika amefanya shirki. Waislamu wangapi tunaapa kwa majina yasiyokuwa ya Allah? Je, tumeshatoka katika Uislamu? Kwa hiyo utakuta hakuna mtu anaweza akakuletea pahali mimi Nuruddin Kishki nimesema kwamba fulani kafiri. Sijafundishwa hivyo, sijalelewa hivyo. Tauhidi niliyosomeshwa inanikatalia hivyo, na msimamo wangu ni huu. Sijauanza leo wala jana, na miaka kadhaa iliyopita nina mada ya Ijumaa 2 nimetoa ubaya wa kumkufurisha Muislamu. Nimeweka mpaka dhawabit, vidhibiti, mawani, vizuizi vya kumkufurisha mtu.
Kwa kuwa mdomo haulipiwi kodi, wacha waseme watakavyosema. Mimi ninasubiri siku ya Kiyama, na mimi na madhambi yangu na mapungufu mengi. Pale nitakapokwama kwenye mzani, nitadai haki yangu kwa Mungu. Mnasemaje? Kwa hivyo Waislamu leo ni watoe waswasi kabisa. Wallahi sijikoshi, na Allah ananijua zaidi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah anamjua sana mja wake. Sijapatapo mimi kusema shekhe fulani au watu fulani au mtu fulani kafiri, sijawahi, au sio Muislamu au ametoka katika Uislamu. Ama kusema jambo fulani ni shirki, nimesema, na si mimi wa kwanza kusema. Mtume kasema, masahaba wamesema, na ileweka Uislamu. Kwa kuna vitu viwili. Sasa hawa ambao hawakusoma tauhid tuwasaidie kidogo, tuambie jamani, kwani anaposema hii ni shirki ndo kasema huu ukafiri? Mmenielewa Na nyinyi msikubali tumkasikiza maneno. Kati ya mimi au anayesema hivyo lazima kuna mmoja ndio atakuwa amefanyaje? Amemdhulumu mwenzake, au sio? Tusaidieni basi. Kama mie nimedhulumu, njooni muelekeze dhulma yangu, niko tayari kustaghfir na kuomba radhi. Na yule anayenisingizia kama kadhulumu yeye vile vile, msaidieni aombe radhi na astaghfir kwa Mola wake. Waislamu, kumi na tisa, msimamo wa Imamu Shafi'i, kunuti ni sunna iliyokokotezwa. Hapa ndo sijamuelewa vizuri huyu bwana. Na Mtume SAW Allah anasema kwamba ni haongei kutokana na matamanio ya nafsi yake. Sasa nini hukumu ya atakayekataa kufata wahi? Mimi narudi pale pale. Tauhid inaonyesha kila atakayekataa jambo fulani, akasema neno fulani, akafanya kitu fulani, haturuhusiwi kumhukumu mpaka tujue kipi kilicho sababishia. Tukutane naye, tumsikilize, tumbainishie haki, ndipo tutajua kwamba huyu kumbe alikuwa akisema maksudi au sio maksudi. Ama ikiwa unakusudia kwamba kunuti ni sunna na wasio kunuti wamemkataa Mtume, hapo utakuwa umekosea, kwa sababu hakuna aliyesema katika wanawachuoni hilo. Wenye kunuti wasio kunuti walikuwa wanashirikiana na walikuwa wanaheshimiana. Kwa hiyo kama ulikuwa unakusudia hivyo, ndugu yangu, mimi naona hauko sawa sawa. 20, nini hukumu yangu nikiwa sifati imamu yoyote? Hii Sheikh wakati aliwahi mtu mmoja kuniambia wewe madhehebu yako ni yapi? Nikamwambia madhehebu yangu ni Uislamu. Uislamu ni pana, unamfuata imamu gani? Nikamuuliza Abu Bakar as-Siddiq alikuwa akimfuata imamu gani? Akanambia Mtume. Nikamwambia na mimi namfuata Mtume. Tukaenda, alishindwa maskini kujenga hoja ili aniingize kwenye shimo ambalo amekusudia kunichimbia. Mwishowe akasema, mbona katika mawaidha yako huwa nakusikia ukisema sisi ahlus sunna wal jamaa? Nikamwambia ni kweli, nasemaga hivyo, na kwa kusoma kwangu ahlus sunna wal jamaa ninavyoelewa sio mahsura kwa imamu moja. Anayemfuata Abu Hanifa ni katika ahlus sunna wal jamaa, anayemfuata Malik ni katika ahlus sunna wal jamaa, anayemfuata Ahmad ni katika ahlus sunna wal jamaa, anayemfuata Shafi'i ni katika ahlus sunna wal jamaa. Wanawachuoni wengi wanasema hawa maimamu wanne ni katika maimamu wa ahlus sunna wal jamaa. Akanambia, kwa hivyo sasa msimamo wako wewe unafuata maimamu wote wanne. Nikamwambia yapo masala ambayo nikiona maimamu wote wanne hawanayo, anayo imamu mwingine katika hawa. Kwa mfano Imam Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Ishaq ibn Rahawiyah, nafuata msimamo imamu yule, hawa nitawaacha. Kiufupi nikamwambia sipendi kujinasibisha na kusema kwa mimi ni dhehebu fulani,
kwa sababu bado sijaona aya au hadithi inayosema tujinasibishe kwa dhehebu gani, bali najinasibisha kwa kuwa mimi ni Muislamu ninayefuata maimamu, ninayetafuta Uislamu kwa kufuata njia zote za maimamu. Kaba Sheikh Kishki, wewe mjanja, mimi nakujua wewe mtoto wa Temeke, unanikwepa kwepa tu. Nikamwambia basi na wewe ni mjanja, ina maana kuna shimo umenichimbia, unataka kunizika mzima mzima. Naeleweka Waislamu Mwishowe tukaja kukubaliana mimi na yeye ya kuwa ili ufate Qur'ani na Sunna lazima uwatake msaada nani? Wanawachuoni. Kwa hivyo narudi kwa ndugu yangu, utapata tabu sana kuielewa Qur'ani peke yako na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yako, duna an tasta'ina biulamaina, pasina kuwataka msaada wanawachuoni wetu. Sasa kuwataka msaada na kuwafata nini wamesema, nini wamesharehesha, nini wametafsiri katika hili, nini wameawil, hii haina maana kwamba lazima ujiite mimi dhehebu fulani. Tuache kubagua, tuwafate maimamu wote wa Kiislamu, na haki ni jambo ambalo limempotea Muislamu, popote pale atakapoipata anatakiwa aichukue. Abu Huraira alichukua haki kwa Iblis, nakumbuka hiyo. Alimpa Ayatul Kursi na Mtume akamwambia ichukue, hii ni kweli kabisa. Pamoja na dhehebu la Abu Huraira na Iblis tofauti, mnasemaje? Mwisho nasikia wewe unakufurisha watu, na nimeshajibu kwamba Waislamu sio sahihi. Hakuna pahala nimewahi kusema kundi fulani makafiri, mtu fulani kafiri, mtu fulani si Muislamu. Sio sahihi, sina uwezo huo, kwa sababu najua vizuri hadithi ya Mtume anayemwambia Muislamu ya kafir, sikiliza vizuri, ewe kafiri, akawa hana sifa ya ukafiri, ukafiri unamrudia mwenyewe. Kwa hiyo mimi sitaki ukafiri ukanirudia. Kwa hiyo mengine yote ni propaganda, na kila mtu ana uwezo wa kusema aseme anavyotaka. Mtume kaambiwa mchawi, kwani mchawi kweli? Kaambiwa anapenda wanawake, kwani kweli anapenda wanawake? Kaambiwa muongo, kwani ni kweli muongo? Hadha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Yote niliyoyapatia ni taufiki ya Allah, na pale nilipotereza ni nafsi yangu mwenyewe na uchache wa ilmu yangu. Hakuna aliyekamilika. Alkamalu lillah wa nuqsanu lilmakhluq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تمر